tunabeba. Basi tuweke hashtag watazitapika. Unaionaje hiyo? Imekwenda sawa. Hiyo imekwenda. Imekwenda vizuri. Hiyo sasa vizuri, yote mashabiki wa Simba waijue. Tunabeba. Hashtag watazitapika. Sasa mechi leo nimesimama kwa dakika 90 na nimeimba kwa dakika 90 na nimecheza kwa dakika 90 na nimeshangilia kwa dakika 90. Yaani nilikuwa nina energy ya kutosha kweli kweli. Mechi leo nimeenjoy vibaya mno. Tumeruhusu, tena uzuri umetumia neno zuri. Tumeruhusu mabao mawili. Hatujapoteza. Huu mchezo sisi Simba Sports Club taifa kubwa hatujapoteza. Tumeruhusu mabao mawili. Berkane ametangulia tu kutufunga. Lakini hizi goli mbili ambazo ametufunga hapa kwenye uwanja wake wa nyumbani atakwenda kuzitapika nyumbani Tanzania. Hilo ni jambo tunamhakikishia kwa 100%. Tukiwekeza imani yetu kwa Mwenyezi Mungu, tunasema insha Allah goli mbili atazitapika nyumbani kwetu Tanzania. Goli mbili alizotufunga zitayeyuka mithili ya theluji ya mlima Kilimanjaro inavyoyeyuka baada ya kupigwa jua kali na kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndivyo goli mbili zake zitakavyoyeyuka. Tobias Sebastian, nikiwa nimesimama hapa katika uwanja wa manispaa ya Berkane, Morocco kaskazini, nakwambia kwamba mnyama anachukua ubingwa wa Afrika msimu huu insha Allah. Kwa namna ambavyo nimewatazama RS Berkane, kwa namna ambavyo timu yetu imecheza hii leo, niseme tu ya kwamba matumaini ya Simba kuchukua huu bingwa ni mkubwa mno. Sio kwa sababu ya ubovu wa Berkane, bali ni kutokana na uimara wa timu yetu. Mchezo wa leo tuliweza kuushika vizuri sana. Baada ya kuruhusu mabao mawili ambayo hayo unawasifia zaidi Berkane kwa kuweza kutumia nafasi na kuweza kuchangamkia nafasi wakati timu bado ikiwa haijakaa kwenye shape yake. Baada ya filimbi kuanza, timu yetu ilikuwa haijakaa kwenye nafasi yake. Wachezaji bado wakawa wanajitafuta na kumwangalia mpinzani na kujaje hii leo. Pale pale wakaruhusu mabao mawili. Lakini baada ya goli la pili kikafanyika kikao kizito kama kikao walichokaa wakoloni mwaka 1884 wakati wanataka kuigawanya Afrika kwenye scramble and partition. Walipokaa kile kikao, wachezaji wetu wakazungumza, maazimio yaliyofanyika pale ndiyo yakaja yakaituliza Simba Sports Club. Wakatulia vijana wetu baada ya pale, wakaanza kucheza mpira wao baada ya pale. Tukadefendi vizuri na tukashambulia vizuri. Dakika 90 zimemalizika kwa Simba kuruhusu mabao mawili. Ni mabao machache mno. Watoto wa mjini wanasema hizi tunavua mapema tu nyumbani kwetu Tanzania. Sisi tunasema watazitapika goli mbili. Mnyama anachukua ubingwa. Tubadilishe kauli mbiu. Kauli mbiu inasimama ile ile. Tunabeba. Basi tuweke hashtag watazitapika. Unaionaje hiyo? Imekwenda sawa. Hiyo imekwenda. Imekwenda vizuri. Hiyo sasa vizuri, yote mashabiki wa Simba waijue. Tunabeba. Kama ungepata nafasi ya kuuliza mashabiki wa Berkane, wangekwambia hawana matumaini na ubingwa msimu huu, hasa katika mechi ya marudiano. Kama ukipata nafasi ya kuwahoji wachezaji wa Berkane, watakwambia the same thing, hawana uhakika na ubingwa. Wakati mechi inaendelea, kama ambavyo nimekuambia mwanzo, nilikaa upande huu wa mashabiki. Wakati zimeongezwa dakika 8, sisi tukaonekana kuwa na mzuka zaidi na wapinzani wetu wakaonekana kutota kutulia. Filimbi ya mwisho imemalizika, walikuwa wako down sana, alafu wakachanganyikiwa baada ya kutuona sisi ndio tumeamka na shangwe kubwa. Lakini ukiangalia body language ya wachezaji wa Berkane pamoja na mashabiki wao, wanafahamu fika ya kwamba hii shughuli imeshakuwa nzito. Ndio wanasemaga kesi imekuwa nini? Kesi imekuwa ngumu, shahidi naye kaekwa ndani. Ndio hii hapa. Berkane wameuona huo ugumu wa hii kesi.
na ndio maana wameshindwa kucelebrate. Hesabu ya Berkane ilikuwa ni kupata 3 mpaka 4 katika mechi hii ya kwanza. Chini ya hapo kwao ilikuwa ni kupoteza. Kwa hiyo tumemaliza huu mchezo wao wakijihesabu ya kwamba wamepoteza, na sisi we are very sure and confidence kwamba tuna uwezo wa kupindua goli 2 na kuongeza goli la 3. Kwa ufupi, mnyama ana uhakika wa kuchukua ubingwa. Ukiangalia timu yetu katika mechi ya nyumbani, utulivu tutakao kuwa nao, ubora tutakao kuwa nao, tunaliona kombe lile pale, mwali yule pale uwanjani, mashabiki wetu wamejaa uwanjani siku hiyo. Hakuna namna yoyote ile kombe likaondoka katika ardhi ya Tanzania kwa aina hii ya Berkane ambayo nimeiona, namna ambavyo tumeweza kuwa contain, kwa sababu tumeruhusu bao 2 katika dakika 20 za mwanzo. Dakika 60 zote tulikuwa kwenye ubora wetu, tukaweza kuwa contain, tukawa tunapishana, wanakuja, tunakuja, wanafika, tunafika. Hasa kwa Benjamin Mkapa tunakwenda kuanzia kwenye hizi 60 za mwisho, tunaanzia na ubora ule kwenda mbele zaidi. Tumalizie semaji, tulikuwa na mashabiki hapa, lakini pia tunaenda kucheza mechi ya nyumbani Dar es Salaam. Kwa niaba ya wote tuliokuwa nao hapa, lakini ratiba nzima ya timu kutokea hii leo, timu inaondoka usiku huu, na hiyo ndio raha ya ndege ya ndege ya mama. Iko hapo inatusubiri. Natoka hapa tunaingia kwenye ndege, safari nyumbani Tanzania. Mwendo wa masaa 8 mpaka 10 hivi. Tutafika nyumbani Tanzania mchana mwingi. Vijana watapumzika, na Jumatatu Jumapili tutapumzika, Jumatatu tunaingia mazoezini kuanza maandalizi ya mauaji. Tunasema hivi Toby, wema tumeumaliza, kilichobaki ni ubaya. Tunakwenda sasa kwenye upande wa ubaya. Wema ulikuwa ni leo, tunakwenda kwenye upande mwingine uliobaki, upande wa ubaya. Hapa ndio dunia itatujua sisi ni watu wa aina gani. Sisi ni wale watu ambao hatuna haya tunapokusudia kufanya ubaya wetu, na tunajinasibu hivyo kwamba sisi ni watu wabaya kweli kweli.